Na washangaa watu wanaowaua wenzao au wanaojiua, na washangaa sana, kwa sababu anayeuawa anakufa mara moja, habari yake imefanya nini? Imeisha. Lakini wewe uliyeua unakufa mara nyingi kabla ya kufa kabisa. Kila ukikumbuka umeua, kila ukiona mtu amekuangalia unafikiri anajua kwamba ulifanya nini, lakini uliyemuua alishapumzika muda mrefu. Walio wengi wanaoua, ili waweze kusahau dhambi hiyo, wanaishi kwa kulewa, kwa kujificha, kwa kukaa kimya, kwa kuhamahama. Hawana maisha ya maana yoyote. Tena siku hizi wapo wanaodai wanawaua wenzao kwa kisingizio cha kulitetea taifa. Ndugu hao watakufa na taifa litabaki, halafu litawasahau. Yaani umeua watu kwa kulitetea taifa, baadaye na taifa linafanya nini? Linakusahau, linamkumbuka uliyemuua. Wewe na kimbelembele chako unakwenda kutesa watu, kuwaua watu, ukifikiri unalitetea taifa, halafu taifa linakusahau, halikumbuki kama uliua kwa ajili yake. Taifa ni la kufia, sio la kuua watu. Kama unalipenda kajiue wewe mwenyewe, sio kuua watu. Neno la Mungu lililochaguliwa kwa ajili ya faraja katika ibada hii tunalipata kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 25. Paulo mtume kwa Wafilipi sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 25. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili wangu kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Neno la Mungu. Tuombe. Mungu wa faraja yote, utuatamie katika eneo hili, utufariji na kupangusa machozi yetu sawasawa na ahadi zako. Utuimarishe katika tumaini lisilokwisha, kwamba tunapoishi tuishi ndani yako, na kama tukifa twaja kukaa pamoja nawe katika makao uliotuandalia. Tujalie sasa kupitia neno hili tuweze kuimarishana kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Wapendwa sana familia nzima ya Tinkaligaire, wapendwa sana familia ya Maina kutoka kule Moshi, na kipekee sana Bwana Benkorias pamoja na watoto. Wapendwa waombolezaji wote mliokusanyika hapa leo, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Napenda kuchukua nafasi hii nikiungana na wengi kuleta salamu za pole kwenu nyote wanafamilia, na kipekee sana kwako Bwana Benko pamoja na watoto, kutokana na msiba huu ambao kati yetu hapa hakuna aliye na maneno yanayotosha kuwafariji nyinyi.
Nimwombe Mwenyezi Mungu mfariji wa kweli, yeye ndiye awafariji, awaimarishe katika tukio hili kubwa. Tangu siku hiyo nimewaza sana mama huyu Ana, mdogo kwa umri, ndo kwanza amestaafu na mmewe ili waanze kufaidi matunda ya uzee na kazi yao. Watoto wao bado wako mashuleni, hawajawa na familia. Halafu kifo kinamchukua. Kifo kinawatenganisha wapenzi hao wawili ambao ndio kwanza walikuwa wanaanza kutulia, waweze kufahamiana vizuri baada ya mahangaiko ya kutumikia taifa. Kama mlivyosikia, Ana amemwacha mpenzi wake na watoto wake watatu kama mlivyosikia, na kama nilivyosema, hakuna maneno yanayotosha kuwafariji hawa watoto wala kumfariji Bwana Bengo. Ndugu zangu wapendwa, kwa sababu kifo akiepukiki, tuna wajibu wa kukipokea. Tuna wajibu wa kukikubali bila kinyongo. Inaposema kifo, haijalishi umekufaje. Najua sisi Wanyambo tunapenda sana kutofautisha aina za vifo, na tunafikiri kuna kufa vizuri na kufa vibaya. Sawa, tunajiridhisha, lakini mwisho wa siku ni kwamba moyo unasimama, ubongo unasimama, haufanyi kazi tena, na tunasema mtu amefanya nini? Amekufa. Sasa nyie mnaosema kafa vizuri, kafa vibaya, hayo ni ya kwenu. Mimi ninachosema kifo kipo, tutake tusitake. Unaweza kufa umesimama kama gari, kama wanavyosema Wanyambo, atikafoyeme lilenge motoka tiko gamba. Gari unakuja nalo, unaliendesha, unalipaki hapo, asubuhi unataka kuliwasha, alifanya nini? Aliwaki tena, limeshafanya nini? Na sisi kwa Kiruga tunasema atuseme limeharibika, tujatute ejizeki efire imotoka na nkejizeki efire limekufa. Ufe umesimama. Unaweza kufa usingizini, umelala vizuri kabisa usingizi, na ndio kwa heri. Unaweza kupotezwa hata kaburi lako tusilione, tumeyaona yote haya. Unaweza kumezwa na mamba, tusione hata mfupa wako. Unaweza kufa kwa njaa. Kuna watu bado wanaweza kufa kwa nini? Kwa njaa. Na kuna watu wanakufa kwa kushiba sana. Huyu anakufa kwa njaa, mwingine anakufa kwa kufanya nini? Kwa kushiba sana. Kuna wengine wanakufa wakiwa maskini kabisa. Hata nguo ya kufunika mwili wake inabidi waombolezaji wavue walizo nazo wamfunike waweze kumfukia. Na kuna wengine wanakufa ni matajiri lakini hawaondoki na chochote. Kuna wengine wanakufa kwa haki, na wote tunaridhika kwamba huyu alistahili kufanya nini? Kufa. Na wapo wanaokufa kwa kuonewa. Wapo wanaokufa kwa kuuawa na wapenzi wao, wapendwa wao. Mtu aliyezoea kukuita baby anakupa sumu, unafanya nini? Unakufa. Na wapo wanaouawa na maadui zao. Na wapo siku hizi hapa kwetu Karagwe wako wengi ambao wakati wengine tunahangaika maisha yaongezeke, yeye anayachoka maisha, anachukua paraforce, anafanya nini? Anajiua. Alafu unakuta tunalia, si ndio? Jamaa kachoka maisha, alafu na sisi tunafanya nini? Tunaacha kazi siku hiyo kwenda kupoteza muda wetu kumzika mtu ambaye amechoka nini? Amechoka maisha. Lakini vyote hivyo ni nini? Ni vifo vinavyomkabili mwanadamu yule yule, lakini kwa njia mbalimbali. Kipo kifo kingine
mimi ninakiita kitakatifu, nacho ni kifo. Hiki ni cha Yohana Mbatizaji. Tukisoma Mathayo sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 12, tunakutana na hiki kifo kitakatifu. Ninakileta makusudi ili pia hiki kiwe miongoni mwa vifo tunavyovifahamu. Alikuwepo mfalme Herode, na yeye alikuwa amemuoa na kummiliki mjane wa mdogo wake Filipo. Mfalme Herode alikuwa na mdogo wake anaitwa Filipo. Filipo akafa, akaacha mjane mke wake aliyeitwa Herodia. Herode huyu akaamua kumwoa Herodia. Kwa kinyambo tungesema alifanya nini? Ya muhungura, si ndio Haya, Herode akamuhungura nani? Herodia. Yohana Mbatizaji akamwendea mfalme Herode, akamwambia, si halali kumwoa mjane wa mdogo wako, kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Walawi sura ya 18 mstari wa 16 kwamba usifunue utupu wa mke wa nduguyo, maana ni utupu wa nduguyo. Sijui kama inaeleweka. Usifunue utupu wa mke wa nduguyo, maana ni utupu wa nani? Kumfunua mke wake ni sawa na kumfunua ndugu yako. Maneno mazito kumwambia mfalme mwenye mamlaka. Watu wote walikuwa wameona, lakini wakaogopa kumwambia mfalme juu ya dhambi hiyo mbaya. Inawezekana hata hapa wapo waliowaungura ndugu wake za ndugu zao, si ndio Wanaweza kuwepo kwa siri au kwa uwazi? Kwa uwazi Haya, habari ndio hiyo. Yohana akamwambia mfalme, na mfalme akanuna, akamkamata, akamtia gerezani. Mambo ya kutiana gerezani baada ya kumwambia mfalme hayakuanza jana, yameanza lini? Zamani. Hakuna jipya katika chini ya mbingu hii. Kwa hiyo akamkamata, akamtia wapi? Gerezani. Sasa kwenye siku ya birthday yake Herode, binti wa Herodia alicheza vizuri, na Herode kwa furaha akamwahidi yule binti, akasema atampa zawadi yoyote anayotaka. Herodia aliposikia, yani mamake yule binti, akamchochea binti. Neno la Mungu linasema akamchochea binti. Binti akamwendea Herode, akaomba apewe zawadi ya kichwa cha Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mfungwa. Sasa mtoto amecheza vizuri, hataki keki, hataki nguo, hataki zawadi ya simu kama siku hizi. Anataka nini? Kichwa cha nani? Cha Yohana Mbatizaji, tena kwenye sahani. Ahadi ni deni. Herode akatuma watu gerezani, wakakata kichwa cha Yohana, wakakileta, na yule binti akapokea. Hadithi ikaishia hapo. Yohana akafa. Nacho ni nini? Ni kifo. Mimi nimekiita kifo kitakatifu. Tunaweza kubaki na maswali. Nani alimuua Yohana Mbatizaji? Nani alimuua Yohana Mbatizaji? Je, ni Herodia aliyekubali kuolewa na shemeji ndiye akasababisha Yohana afe? Je, ni Herode aliyetoa ahadi kwa mtoto? Au ni Herodia aliyemchochea mtoto aombe kichwa? Nani kati ya hawa aliyemuua Yohana Mbatizaji? Au ni Yohana mwenyewe alisababisha kifo chake mwenyewe kwa kutozuia ulimi wake mbele ya mfalme?
Nani aliyemuua Yohana Mbatizaji? Na yauliza haya yote kwa sababu mara nyingi kifo kinapotokea, kama cha dada yetu Ana hapa, kinapotokea katika familia nyingi, wapo watu wanaotumia muda mrefu kutafuta nani na ni nini chanzo cha kifo. Wanapoteza muda mwingi kuhangaika wakitafuta mkono wa mtu katika kifo, na hilo linasambaratisha familia nyingi, naleta uhasama, naleta chuki na mafarakano katika familia nyingi. Mtume Paulo katika somo ambalo nimewasomea anawaambia Wafilipi kwamba ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ndugu zangu, najua maneno haya ya Paulo hayawezi kufuta huzuni zetu kirahisi. Kifo kinazua maswali mengi kila kinapokuja. Mimi miaka 7 iliyopita yaliyonipata kama ya benko yalinipata. Siku moja niliulizwa na binti yangu, akasema, baba, huyo Mungu unayemtumikia alikuwa wapi wakati mama yangu anakufa? Mtoto wangu wa kuzaa ananiuliza. Wa pili akaniuliza, kwa nini Mungu wako hana huruma? Amemchukua mama yangu. Sasa katika saa hiyo, huyo Mungu sio Mungu wa mtoto wangu, ni Mungu wa nani? Huyo Mungu wako wewe baba, mbona hana nini? Hana huruma, amemchukua mama yangu. Tukiwa safarini kurudi nyumbani kwa ajili ya mazishi, binti alinisikia nikiongea kwa simu na mtu fulani, na katika simu ile nikasema, tuko safarini na mwili wa mama umekwisha tua Entebbe. Alinisikia nikisema hivyo kwenye simu. Nusura ninyang'anye simu aivunje. Akanitazama usoni na akanikemea, mtoto wangu wa kuzaa. Akasema, baba, nisikusikie tena unamuita mama yangu mwili. Huyu ni mama, sio mwili, na ataendelea kuwa mama hata kaa hawe mwili. Nilipofika nyumbani nikajaribu kuwaonya hata wachungaji wenzangu kwamba wakati wote tunajiandaa na mazishi hapa, neno mwili lisifanye nini? Lisitumike, litawaumiza watoto wangu. Watoto hawataki kuamini kama mama yao ni mwili. Ataendelea kuwa nani? Kuwa mama. Basi kwa kujikaza nikamwambia mtoto wangu, baada ya kunikemea, nikasema, mwambia, kama Mungu angeniuliza, ningemwambia Mungu anichukue mimi badala ya kumchukua mama yako. Ninajua shida mlio nayo kuanza kuishi na baba ambaye hamkumzoea, yuko kazini wakati wote. Sasa mnalazimika kuanza kujifunza kuishi na hili li baba ambalo tunaliona asubuhi linaondoka linarudi baada ya siku 3, wakati mwingine mwezi mzima halifanyi nini? Alipo. Mlizoea kuishi na mama yenu. Ndugu zangu, nawapa ushuhuda huu kwa sababu tujui nani anafuata baada ya leo. Na sisi wanaume, nimesema mara nyingi, sisi wanaume tukishapata watoto, kinachofuata ni kujiandaa kuondoka, kuwaacha wake zetu. Si mara nyingi wake zetu wanatutangulia, na wake zetu nao wamejiaminisha hivyo kwamba wao watabaki, sisi tutafanya nini? Si ndivyo ilivyo unakuta mazungumzo ndio hayo ndani ya nyumba. Sasa wewe ukifa sasa hivi unaniachaje? Yaani yeye habari ya kufa hafanyi nini? Hana. Atakaye kufa ni wewe mwanamume. Sasa akiondoka, kwanza mzigo wote unabaki kwa nani? Kwa baba ambaye hakujiandaa kubaki. Hakujiandaa kubaki. Lakini pamoja na uchungu wote na majonzi tulio nayo,
Kwa mtu wa imani, kubaki ni Kristo na kufa ni faida. Sasa hivi haya tunayoyazungumza Hana hayasikii. Yuko mahali salama kabisa. Hakuna joto, hakuna baridi, hakuna shida zote. Ametulia yeye na Muumba wake. Hii ndio sababu na washangaa watu wanaowaua wenzao au wanaojiua. Na washangaa sana. Kwa sababu anayeuawa anakufa mara moja. Habari yake imefanya nini? Imeisha. Lakini wewe uliyeua unakufa mara nyingi kabla ya kufa kabisa. Kila ukikumbuka umeua, kila ukiona mtu amekuangalia unafikiri anajua kwamba ulifanya nini. Lakini uliyemuua alishapumzika muda mrefu. Walio wengi wanaoua, ili waweze kusahau dhambi hiyo, wanaishi kwa kulewa, kwa kujificha, kwa kukaa kimya, kwa kuhamahama. Hawana maisha ya maana yoyote. Tena siku hizi wapo wanaodai wanawaua wenzao kwa kisingizio cha kulitetea taifa. Ndugu hao watakufa na taifa litabaki, halafu litawasahau. Yaani umeua watu kwa kulitetea taifa, baadaye na taifa linafanya nini? Linakusahau, linamkumbuka uliyemuua. Wewe na kimbelembele chako unakwenda kutesa watu, kuwaua watu, ukifikiri unalitetea taifa. Halafu taifa linakusahau, halikumbuki kama uliua kwa ajili yake. Taifa ni la kufia, sio la kuua watu. Kama unalipenda kajiue wewe mwenyewe, sio kuua watu. Kama unataka kutuonyesha unavyolipenda sana hilo taifa lako, unavyokipenda sana sijui hicho chama chako, jiue mwenyewe tukuone kweli unafanya nini. Mwaka juzi niliugua. Na mimi nikiugua huwa sifichi, natangaza kwamba naumwa. Niliugua nikalazwa hospitali moja nje ya nchi. Nikawaagiza wenzangu watangaze ili watu waniombee. Habari zikaenea kwamba askofu amelazwa, anaumwa, amefanyiwa operation. Taarifa haikutaja ninaumwa nini. Lakini nilipokea message nyingi. Mbili napenda nizishuhudia hapa. Sasa tutazungumzia habari ya kifo. Moja ilitoka Mbeya kwa mtu nisiyemfahamu. Anasema, baba askofu, nasikia unaumwa. Kama unaumwa figo, mimi niko tayari kukupa ya kwangu bure. Tafadhali niambie nikufikieje ili nikupatie figo. Nyingine ilitoka hapa Karagwe. Hii ikasema, baba askofu, naomba usife, bora nife mimi. Kama unahitaji figo, sijui nani aliwaambia naumwa figo wakati mimi siumwi figo. Kama unaumwa figo uniambie mimi nikuletee figo yangu. Mimi sina faida yoyote ya kuishi hapa duniani. Afadhali wewe uendelee kuishi. Akamaliza. Nikawashukuru wote na kuambia kwamba figo zangu ziko salama, sihitaji figo kwa sasa. Sasa ndugu zangu wapendwa, kifo akiepukiki. Lakini kikija kikukute uko tayari kwenda kuwa na Bwana wetu aliyekufa kisha akafufuka kwa ajili yako. Na yasema haya kwa sababu hatuwezi kubadilisha chochote katika msiba huu uliotufika. Dada yetu, mama yetu, kipenzi chetu Ana ameondoka na kutuacha. Kuondoka kwake ni kengele kwako na kwangu kwamba hata sisi tutaondoka. Hatujui siku wala saa. Kwa hiyo imetupasa kujiandaa kila wakati na kila dakika, kusudi huyu bwana kifo akija atukute tukiwa tayari. Ndugu yangu Bencorius, pokea jambo hili, umshukuru Mungu kwa zawadi kubwa ulioipokea kutoka kwa mama huyu,
akakuzalia watoto watatu ambao ni faraja kwako, na kwa njia hiyo ushikamane na wanao, msonge mbele. Naelewa na ninaweza kukushuhudia maisha hayawezi kuwa kawaida tena katika familia yako. Unahitaji kukubaliana na hali hii usiyoweza kuibadilisha na kuishi nayo kwa muda ambao Mungu atakujalia kuishi hapa duniani. Na hili ndilo neno la Mungu.